Karibu Tabora, karibu Toronto. Asante wadau na taasisi. Asante kwa kuwezesha mtandao huu. Ndoto ya kweli imetimia, ni muda sahihi wa wewe kufika. Usithubutu hata kukosa, utabaki wewe tu, wenzio wameshafika. Tutambue uwepo wa Nico Mwaibale, tutambue uwepo wako Allen, Angela, Hawa, Job Chimwaga, Sande Kabaya, lakini na Apollo ndugu wangu anayechukua, ambao kimsingi mmewakilisha. Mimi leo nitasema hapa kwa niaba ya familia. Nafasi zangu kama mkurugenzi wa kampuni hii, lakini pia na nafasi yangu katika chama kama mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa inabaki pale pale. Lakini leo nitazungumza zaidi kama kiongozi wa familia hii ya Mzee Nasor Hamdani, ambayo leo hii mmekuja kuipa pole. Niko niaba ya familia, naomba niwashukuruni sana. Niwashukuruni nyinyi, lakini na wenzenu ambao hawakufika mmewawakilisha. Mimi upande ni mfanyabiashara, lakini upande ni mwanasiasa. Unaponiambia waandishi wa habari, nafahamu umuhimu wa kundi hili, unyeti wake. Nchi zote duniani zinafahamu waandishi wa habari ni kina nani. Nataka niwapeni siri ambayo mzee alipokuwa hai sikuwa nimeisema. Mzee mara zote alikuwa akinisisitiza sana kusapoti kundi la waandishi wa habari, akitambua kama amani ndani ya nchi, kama ni vurugu ndani ya nchi, huenda zinaweza zikaanzia hapo. Lakini pia kutowashirikisha waandishi wa habari, aliniambia na nukuu, inawezekana yale yote tunayofikiri na kutaka kuyafanya na kusema, kama hawakuspread kule kuna kutakiwa kwenda, kwa maana kwa wananchi, ile inakuwa ni kazi bure. Sande anajua maisha yetu tulioishi hapa na mzee, haya yote alikuwa kitambua. Ndio maana kipindi ameumwa ile miaka 4 amepata stroke, kazi ya kuishi na kundi hili muhimu aliniachia mimi, na imani kama mlivyosema nilitendea haki. Kabla sijaenda mbali, nataka niseme kwa malezi mazuri alionilea mzee, maelekezo mazuri na mwanana niliyopata kutoka kwake, mashirikiano kati ya kampuni ya NBS na kundi hili muhimu la waandishi wa habari yataendelea kudumu na kuboreshwa siku hadi siku. Tutaendelea kushirikiana kwa nguvu zote kutimiza azma ile alionifundisha baba yangu, kwamba hili kundi ni muhimu. Huenda yale tunayoyahitaji yasifanikiwe baada ya kukaa mbali. Kwa niendelee kuwakaribisha sana kwa mikono miwili, kwenye shida na raha. Pale mtakapojisikia mko tayari kuja, milango iko wazi, tena sasa kwa heshima na taadhima, kwa sababu yule tulikuwa tukimringia sasa. La pili, niseme tu mnipelekee salamu kwa waandishi wenzenu wote mliopo huko, kwamba familia yetu imethamini sana maneno yaliyoandikwa na ubunifu uliofanyika katika pole hii ambayo itadumu. Huenda labda tungelipokea pesa kesho tu tusingelikuwa nazo, lakini pale tutakapokuwa tukigeuka na itaitafutia sehemu nzuri kabisa, tukisoma tutafahamu kabisa kundi la waandishi wa habari walifika siku ya tukio, lakini walifika siku rasmi kukupa pole, na pole yenu itadumu. Tutaendelea kudumu na hayo maandishi milele na milele, kizazi hadi kizazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi familia tunatambua mchango wenu hata kabla ya kuja leo katika msiba wa mzee. Kama mtanotice vizuri, ni msiba uliotangazika au uliokuwa umetangazwa kwa haraka, kwa kasi kuliko misiba mingi katika maeneo yetu. Manake kila tukio nilikuwa nikipigiwa simu. Nilijitahidi kuchukua kila tukio na kulirusha kwa wakati, tena kwa jinsi gani inavyostahili.
Kwa hiyo katika msiba ambao ulitrend katika kipindi hicho cha siku 5 katika mitandao, ulikuwa ni msiba marehemu Mzee. Alikuwa anastahili, lakini vile vile juhudi zenu zimesababisha kuweza watu, wapenzi wake, ndugu zake na wengine walioachana naye muda mrefu kutambua kwamba baba yao, kiongozi wao, ametangulia mbele ya haki. Hili ni jambo jema, na wao mliwapa nafasi ama ya kutoa pole ama kutoa rambirambi au kumlilia kule alipo na kumwombea dua. Sasa unapopeleka ripoti na watu wakaomba dua, umeplay part kubwa sana, kwa sababu tunaambiwa hivi, marehemu anapofariki, baada ya kufanyika taratibu zetu za mazishi, kinachobakia ni dua na kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi tumekubali karama ya Mwenyezi Mungu na tumeiheshimu, tunasema alhamdulillah ala kulli hal. Niseme tu nawashukuruni sana kama Mohamed, kama mjumbe wa NEC kwa ubunifu wenu, lakini kwa moyo wenu wa kiubinadamu mliokuwa nao kwa kutambua yale yote mzee ambayo mmeishi nayo na baadaye kunikabidhi mimi tulivyoishi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sisi NBS tutaendelea kuwa karibu na kundi hili kwenye shida. Karibu Tabora, karibu Toronto.